Bwana, huku nasikiza matangazo yetu ya Baraka One TV ikiwa ni saa sita saa za Afrika Kati, 7 majira Afrika Mashariki. Baraka One 6 na mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga, mwenye kurushia matangazo kutoka DRC. Na ilikuwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka One TV, tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata haya matangazo kila wakati. Tutajadili kuhusiana na swala ambalo liko linajitokeza huko maeneo ya Kamanyola, ambako kwa sasa mazingira ambayo watu wako napitia Kamanyola yako na ugumu kidogo, na tutaungana na ndugu yetu ambaye yuko huko Kamanyola. Mambo ni haya? Habari ya Kamanyola? Sawa, niko barabara hapa, niko naenda pale. Sasa hapa jamaa abiko karibu yako hapa bakoni. Twende tu tunaongea, ndio mimi nashuka barabara wako. Unajua inatakiwa kwa makini wa. Sasa hizi manani uliniambiaga hivyo, na pia watu wako na lalamika sana. Tunaona wanashuka. Hebu tuambie unaona nini na wanashuka wapi? Wake wanatransferisha vilima yote ya Ayulu Alwarika Katogota yote kabisa. Niko hata usiku kure na katika siko hata jani. Ninakawia kabisa kurudi. Baba kwa hiyo usiku ndo wako wanakata kura, wanaanza kurenforcer. Eske mko mnaona gisi biko na renforcer usiku? Sasa juu unajua sasa walitoka huko chini. Jambo wako wengi watu walibaki hapa chini mapera ya hapa chini kwa kati mwingine. Sasa wote washashuka wote washakuwa Katogota pale bana fuko. Ile vilima yote maana kitandakala yote Katogota yote. Yote kabisa ndo wanabakia na wengine wakushuka ndo shaona, lakini kwa nafika tu usiku wanakata moto watujui ni nini. Sasa nini kuna hapo na shuka kabisa ndio kuendelea. Na nafikiri wewe ni kijana wa hayo maeneo na unazungukaga sana. Kenye wewe ushaona mwa siku mbili ni nini kwa macho yako wewe, kwamba mimi niliona hiki na hiki na hiki na hiki? Juzi ndo maisha mimi naisha. Balikuwa palishuka Kongo 12, lakini sikuona kazi narudia. Sijui kama zingali Katogota. Juu mimi niko na sifiki Katogota. Nilishukaga mchana kama sijui balikuwa na pale masistema wanashuka vile kwa mingi tena sana, sika usiku wote wanapanda narudia. Eske haiwezi kuwa ile ni zile mbinu tu za kusema kwamba kuwatia raia muwasiwasi juu mko mnatoa mafalse information? Wanazima taa kisha mnawasikia magari. Ndio hivyo. Juu mimi nakeshaga sana kwa barabara. Kwa barabara kabisa nakeshaga sana. Vitu vinakuwa vinapita usiku na kwa niko naona. Wale watu wa Nyarwanda wenye wako wanatoka Rwanda, hebu tuambie kidogo juu hiyo. Kwa toka Rwanda ni wakomersa wanakuja kwa komersa, kuna wanataka ni vitu vya kwenda kule kwa Rwanda kwa komersa. Ni sasa na Goma na zile ngombe ziko Kamanyola ama washazivusha Rwanda sana? Ngombe mmoja zingali Katogota nusu za wale bakongomana kitu hapo baba wanatafanya ziko Kamanyola. Kwa hiyo tukisema sasa hivi ukizungumzia hali halisi sasa ya Kamanyola, unasema kwa sasa hivi Kamanyola iko mwita gani? Kwa sasa hivi kila watu wote wasiwasi wanajua kama tutanuka tu. Na raia wanaenda kwa mashamba. Hata mimi niko mlimani walitutia tu pressure tufanye mlima yetu atupata mwezi mmoja tu mlima yetu yote mashamba na ina ya kwa maana sija mangome.
jua ipate kwa watatukulisha mangombe zao. Eh, wanawaambia raia mutoe mazao yenu mshamba juu ngombe zabo zipate fasi ya kula mayani. Mpaka wakatangaza na kwa radio. Kwa hiyo kati ya raia na ngombe yenye kuwa na valeri ni ngombe. Bwana. Kwa maana hiyo, unanisikia? Halo? Halo? Kama unasumbua. Unanisikia? Nakusikia. Ama umekutana nao ndio maana una mute kama. Mimi nakusikia. Niko nakusikia. Unafika kwa nyumba nakusikia. Niko nasema unawaona kwa mbali pale unaita simu mfuko. Niko nakusikia. Niko nasema kwa maana hiyo wao wana consider ngombe ndio zamana kuliko mwe raia. Wanasema tufune mimea yote kabisa, bali tupate mwezi mmoja tangaza kwa radio, tutoe mimea yao wapate kuwatatia mango. Kisha sasa baada ya hapo hamtalima tena. Ndio tukujulisha tukifika mwezi wa kenda ndio tukua tuangalie sasa kama ngombe zitakuwa lazima wala kama kulima ndio tutakuwa lazima. Na hiyo kitendo yenye walifanya raia mwe mnachukua reaction gani? Mnaamua nini? Sio tuanze ngola mambo yetu ya komala. Tutafanya tena nini? Hakuna kufitor. Sheria ni sheria. Sheria ni sheria. Wako kukulishi. Wako kutila mioko mangombe au utasema kitu. Ukifitora atonde taki unakosha sheria. Utafanya tena nini? Sasa si wana create sasa matatizo mkamanyola. Kwa nini mtaambia raia wananchi watoe mimea yao ngombe zenu wakae pale, na hata mimea yenye haijakomaa pia mnatoa? Baba ni hatari, nikutii sheria tu, hakuna ya kupinga. Wafanyabiashara ukiangalia sasa hivi wengi ni wafanyabiashara si peke wa Kongolea ama Barwande, na Barwandezi ndio washakuwa mingi kwa biashara ndogo ndogo. Huyo jogo wa mingi wote sasa. Huyo jogo alifunga wa mingi wote waje. Sasa alifunga wa mingi wote walijibakilia kwa kwanza huku. Hawakupenda kurudia tena Rwanda, sasa watakuwa njara. Wa mingi walibakia huko kwa nafanya commerce zao. Si wetu hakuna kazi. Unajua si commerce yetu hakuna kazi siku. Kwa nategemea kwenda Rwanda kupanda mabukavu ya kuleta mavitu. Sasa wanamingi wanakupa kupita ngomo vya hivi. Na hivi kisi wamefunga Rwanda, mwingi Rwanda, ina maana sasa ni Wanyarwanda ndo bafournisseur yenu kule? Ndio hapo sasa tu wanakima na. Ushangukia nani huyo jogo? Huyo jogo anapiga kelele bwana. Acha komala sana, kuna miaka 2 wanake iko kilo na iko nalalamika. Sasa huyo inaonekana utamchinja hiyo mwana. Sikia. Namsikia kwa mlupango hapa nishafika kunyu. Nilikuwa nasema hivi kwa kumalizia kwa sasa hivi hamjawahi kuangukia swate bunga yenye isha experience kutoka Rwanda ama bidhaa yote yenye isha experience kutoka Rwanda juu kuna watu wanalalamikia. Zaidi ni bunga ya kuexpire. Ujogo anatuima ambiance. Huko na message gani yenye unaenala sasa hizi kwa gouvernement? Juu wanawafungia chakula. Gouvernement analisha tupokeza tu hapa juzizo tupokeza la chakula kuisha bangera poste. Tena tutaanza kuchakula vingi tusaidia kwa zaidi. Sawa bwana, tutaendelea kuwasiliana. Nafikiri kuwa makini tu pale na familia, utawapa salamu.
Haya bwana, hiyo ndo hali ya Kamanyola. Unaona mazingira yenye kunapitikana Kamanyola ni mazingira fulani hivi yenye tuseme haiwezi kuridhisha na haiwezi pia kukupatia nafasi wewe mtu ambaye uko na amvi ya kusema unaweza kusupport M23. Ile yenye nitaka nigusie hapa pointi mbili muhimu. Tuko tunasikia wanasema wanakuja wanajirenforce. Nafikiri hii Kiswahili ama hii Kifaransa sio ya kwanza tunaisikiliza. Tunasikiza mara mingi sana wanasema wako wanakuja wanajirenforce, lakini mwisho siku wanaangukia pua. Na Wakongomani inabidi tujifunze kitu kimoja. Wanasema hivi, nchi hii ambayo tuko tunaishi ndani, usipopenda DRC hakuna nchi nyingine yenye utapenda. Na ukitoka hapa hata uende kuishi nje ya Kongo, utakuwa kune mtumwa. Uliza wale ambao wanaishi nje ya Kongo, uone namna yenye wako wanaishi kule nje. Hawana huru, kuna vitu hawezi kufanya, kuna sehemu hawezi kwenda. Sawa? Na ukionekana huko mjuaji sana, unaambiwa huu ujuaji wenu ndo mnasababisha mpaka nchi yenu mnaipea mikono ya wageni. Mnajifanya kujua sana, wajuaji sana na amjui chochote. Ndio maneno tunayoambiwaga huko nje. Kwa hiyo ni muhimu sana mtu kukaa kupigania taifa lake, kupigania nchi. Hii nchi ni nchi ambayo tumeachiwa sisi na mababu zetu. Kwa hiyo hatuwezi kuisaidia kwa mtu baki. Leo angalia Kamanyola, wananchi wanaambiwa wangoe mazao yao hata kama haijakomaa watowe, kisha ng'ombe ndio wapate nafasi ya kula majani. Na hata leo hii ng'ombe akiingia mshamba yako hauna droit ya kushtaki. Utashtaki kwa nani? Kisha mnasema kwamba utawala ba revolutionnaire, sijui wakombozi, sijui chama kina nguvu, sijui chama cha ukombozi. Hakuna chama cha ukombozi, ni wahuni. No, ni wahuni. Na tena mimi nasemaga hivi mara mingi, hakuna watu wenye wako tribale kama hawa jamaa. Hao jamaa ni wabaguzi wa hali ya juu. So, tena ubaguzi wao ni wa hali ya juu. Ukiachana na ubaguzi, ni wakatili tena wa hali ya juu. Narudia tena kusema kusana na swala la Minembwe. Leo hii Minembwe, familia zimoja wako wanakamatwa ndugu zao, wazee wao. Sawa? Ili kufair pair, ili kundi yenye iko tayari kuweka silaha chini tugwaneho kwa sababu ya kufata apele ya serikali. Wanakamata baba, mama, wazee, vikongwe. Sasa wanakuambia wewe kijana wake mwenye huko mtugwaneo, kama utaenda kujirandre kwa serikali, sio huko tunabakia na wazee wako. Na kwa sababu wanajuana kwamba ni makatili, wanawafanyia kitu kibaya, hawezi kuacha salama. Sasa wanalazimika kufanyaje? Kutokuweka silaha chini. Leo wako wanaomba serikali kwamba tunahitaji serikali ifanye haraka sana ingie Minembwe. Ingie Minembwe Centre. Juu tuko Minembwe tayari, lakini Minembwe Centre bado. Unaona? Serikali ifanye haraka sana ingie Minembwe. Kuna watu wanashikwa mateka, kuko familia zinashikwa mateka na hawa magaidi kwa sababu ya hivi tu. Ndio maana sikushangaa kusikia wanasema kwamba ng'ombe wapite kwenye mashamba, watu wangoe chakula chao, mazao yao na wache ng'ombe nafasi. Kisha ng'ombe sasa ndo ikue sijui ndo baba na mama. Boko wao wanaweza kuishi kwa maziwa. Sasa sisi hatuwezi kuishi kwa maziwa. Unaona? Mimi mmoja hapa hivi kunywa maziwa yenye haina sukari siwezi ishi. Kunywa maziwa na ugali siwezi. Lakini wao wanaweza. Kwa hiyo hapa unakuta kwamba kuna utofauti mkubwa sana kati ya sisi na wao. Kuanzia kiltire na kila kitu, tuko na utofauti mkubwa. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa yote ambayo yako endelea Kamanyola na Katogota ndio hii. Kwa upande wa kijeshi sasa, hii manevre ya Katogota tunasikia renforce milima yote ya Katogota, sijui wamefanya nini. Haiko mara ya kwanza wanafanya hivyo. Tulikuwa tuko hapa, tusikia Kigurwe renforce Kigurwe, Rusabagi wamefanya hivi, Kabunambo wameweka silaha nzito Kabunambo, wamefanya nini? Sange zimekuja, mabunduki nzito wameziweka pale. Leo nini kinaendelea? Hakuna. Leo unaona namna gani? Hakuna. Kwa hiyo tuko na imani kubwa kusema kwamba kila kile kinafanyika sasa hivi
kinaenda kwa taratibu, na huu ndio mwisho wao, uko unaenda unaonekana. Waache, ni swala la muda tu, ni swala la muda. Tunawapia kamuda kadogo, yote yatakwenda kukamilika. Kwa hiyo kenye kiko hapa ni nini? Ile mamesaje zenye watu wako wanazituma mamesaje mbalimbali, sote ni za kuankuraje, zingine ni za kuferpere watu, kudanganya watu, zingine unasikia za kushoto kulia, unaweza ukazisikiliza, lakini zisikufanye wewe uchanganikiwe. Surtout ba ndugu zetu wenye biko nje ya nchi, surtout ba European, surtout ba Americain, ba Australien, ba Sud Africain, na maanisha diaspora yote yenye iko nje ya Kongo. Paniki ziko mingi. Habari zinapokuja hivyo mnazisikia, basi roho zinawatoka, mtaugua na pressure. Na wengine sasa hivi washakuwa na pressure. Sasa mimi ninaowasaidia ni hivi: wakati unasikia taarifa, cha kwanza kamata maji ya baridi, weka kwa glass, kunywa. Ukishakunywa tulia. Sasa jiulize kwamba wao watu walikuwa mpaka Makobola. Ingelikuwa kwamba wako na nia ama nguvu ya kwenda Kalemi mpaka Lubumbashi hadi Kinshasa, kwa nini warudilie Makobola? Ushaona? Ukiwaza hivyo, Makobola pale wakaresiste Makobola kidogo, wakapigwa Katongo, Kigungo mpaka Uvira. Uvira pale wakapigwa wakarudia mpaka Kabunambo. Kabunambo wakapigwa wakatoka Kabunambo, Sange mpaka Luvungi. Leo tena wako wapi? Kamanyola. Eske hauwezi waza tu useme kwamba mtu mwenye alikuwa ashakuwa kule arudie tena hii makilometri zote tena ndo aanze kujirenforcer aende? Eske atatenire? Eske ataweza? Ukishawaza tu hivyo utaona kumbe hivi vitu vyote acha vipite tu, wanasema lakini havina mantiki yote. Na ndio gisi inatakiwa mtu kuwa na reflection. Ukiwa tu unaona ushapata kiodio na wewe unaanza kusambaza, mko mnasaidia kusambaza propaganda za adui, na en realite adui kwenye nafikia sasa hivi hawezi kufurukuta. Tunaamini katika yote ambayo iko nafanyika. Mimi niko na imani kubwa na jeshi letu la FARDC, vile niko na imani kubwa sana na wazalendo, na niko na imani kubwa na serikali yetu, kwa sababu hii serikali ambayo tuko nayo iko inajaribu kufanya vitu ambavyo inavyoweza ili kuhakikisha usalama unarudi kote Uvira, usalama unarudi kote Fizi, usalama unarudi kote Bukavu, Goma, Nord Kivu, Sud Kivu pamoja na Ituri, sababu ndio mikoa mitatu yenye kuwa na usalama mdogo karibia miaka zaidi ya 35. Nasema karibia miaka 35, lakini ipo kwenye 32 na kushuka. Sasa tuje kuangalia situation yenye iko inaendelea mu province ya Sud Kivu, particulièrement tu Sud Kivu. Sasa hivi Twigwaneo, M23, Redi Tabara, kila mtu anatafuta njia yake yenye atapita. Redi Tabara iko najiuliza afanye nini. Alikuwa shapata ka upenyo wakati wako maeneo ya plaine ya Ruzizi kule chini, maeneo ya wapi, Ndunda hivi kushuka. Nafikiri tupita kule na sauti majina, lakini baada ya kupata kale kampenyo kuwa yale maeneo ni mpaka na Burundi. Sasa akakuwa na espoir kwamba gisi deja iko pale, ni muda mchache tu Redi Tabara ataingia wapi? Ataingia Burundi. Na ndio maana pia unakuta serikali ya Burundi ilikuwa imejidhatiti kweli yale maeneo. Na baada ya wao kutoka pale, sasa unajiuliza Redi Tabara wataenda wapi? Tuseme hivi, Twigwaneo wako neutralize, M23 neutralize. Aya, Twigwaneo wanaenda wapi? M23 watarudia Rwanda, RDF. M23 ni wakongole wanakuwa neutralize na Twigwaneo wanawekwa chini, mwisho wa siku wanatupwa kwenye mahakama ya kijeshi. Kisha Redi Tabara wao waende wapi? Unaona? Redi Tabara wataishia wapi? Sasa kiko hapa ni nini? Ni kufa ama kupona. No, na kupona ni kukimbia nchi. Na Rwanda haiwezi kupokea Redi Tabara hata kidogo. Unaona? Rwanda sipokea Redi Tabara. Itabidi sasa wafanyaje? Wajitawanye.
baada ya vipigo ambavyo vitafuata wajitawanye au waende huku au huku au huku, na ndogisi kundi linaisha. Donc ile projet yasema que un jour watarenverser pouvoir ya Burundi, ile projet iweze kuwatoka mwakili zao pale. Kwa hiyo sasa hivi mambo ni magumu, kisha usikie mtu akwambie oh, wanakuja na unakaa unasikiliza na unasambaza, unakuwa kunasambaza vitu ambavyo vinawapa muonekano mwingine adui, lakini vinakuwa haiviko kwa ajili ya faida ya Wakongomani, lakini badala yake inakuwa ni kwa ajili ya faida ya M23, Twirwaneho, Red Tabara pamoja na RDF. Kwa hiyo kikubwa ndugu zangu ni kuendelea kuwa na imani na wazalendo, kuwa na imani na jeshi letu, na pia kuwa na imani na serikali, kwa sababu kwenye serikali ilitoka na kwenye hipo sasa hivi iko inafanya hatua muhimu ya kuweza kuleta nchi katika mustakabali ambayo ni ya msingi sana. Nafikiri nitakupa nafasi uweze kusikiliza tumalizie huu ujumbe ambao tulikatia jana toka kwa ndugu yetu hapa, na ndio tutakuwa tunamalizia hivi kupitia Baraka One TV. So tukutane majira ya saa 9 kipindi cha habari na maelezo, pia saa 12, na uendelee kufuatilia pia Mwangaza TV. Bye bye. Kule kwingine kwetu hakuna. Ukienda Maniva ya Kisangani walikuwa na register mimi na kuna kwa ni password. Na batatobola. Lakini sai tuambieni kule wakitobola tuli Uvira. Mwenye ndesikia Kisangani wataregister. Na binishia pale. Mimi kisha sana utabani. Kumbe ndio maana bale wa politiciens ya est mujikazi musutenire wazalendo FARDC. Mkuwe mnagusa mifuko zenyu, salary zenyu za mingi. Za mingi. Kila msalere, kila député tutie sio minimum akona cha $1000 chaque le mois. Mnajita saidia wazalendo na muna gani? Dede na wazele inapita. Na wazee wa kusikia nisikie. Ili ndio vitu mkuu na waonesha. Kama mlibachagua, juu alitupatia kama promise, juu tunajua kama député le mapromise yake na kwa député na mapromise. Wezi kwa iteni na venya hawezi kuwa wanakuwa tudanganya mbele. Député hawezi kujengea barabara, député hawezi kujengea masomo, député hawezi kujengea hospitali, député hapa anaweza jenga bie yake privé ku konte yake juu ya intérêt ya peuple, mais hata atakuwa na election makuta kitakuwa na mwingilele kwa yetu. Anaweza tujengea bilo makanivu mabilalo mwa maveni sava watu katani. Lakini msaada kabambi leo ndio hii kuravitae wazalendo FARDC. Nilitatupatia fursa ya kuwakumbuka tena na kuwapenda. Lakini wakati mko na croiser lèvres, mniambie msaada gani wewe tosha hata 20 tonnes. Eski banaweza shindo kutosha hata 50 tonnes wapeki wala 100 tonnes ya chakula wanapitia est mchele, maharagi, mafuta. Banaweza kosa hata kuuza hata 50 tonnes ya dawa tu. Ube 10 tonnes ya dawa batumia wazalendo FARDC. Abo. Ube kubauzia tu mabotine, tu botini. Hapana magodi, ube gojo tu za noir, za bibi, za vere, za bi. Hapana ya vitakula ndata ya joni kwa sababu kama likaona wazee kama ni ba trafika. Kama ni banani, kama likaona wazani ba nani bacho office de route. Wanauza magojo mwa vere, wanaandika kuna bantia grife ya wazalendo, wanabauzia na mateni, hata kama vile wapili wanauza teni hata za noir zikusa za ninja. Kuma ninizi mwa mateni mwa ya noir inakuwa bikusa ya banani. Ya polisi mimi ya giza kushinda hata ile blea ya polisi ya noir, wanabauzia na impermeable za noir. Wanabasukumia na matorchi mwa za kafu kutorchi biko na patia ba gardi biko na torchi ni torchi uko kusame trono na mtu bara mapati ile napita vile. Naenda gusa sasa kwa opoza wetu hao wajinga tena sana tena mtupu. Na ile timu anatapenda wajiangule ile ni kelele ya chure kataze ngoni kunya maji. Constitution kwanza hayo itakuwa shanje. Ni kitu mwe inanichekesha na inanifurahisha. Na njoo niliwaambia mbele. Niliwaambia tukuna kuwa makini na watu. Kulala kulamuka wanalota ndio wanafanyaka. Na
na bakonsidera na bakona concerne ako batu ube bakona usisha ko batu manini hapo maproposa hapo